Sasa leo hii niko mbele yenu kusongeza ujumbe ambao umekuwepo, lakini kwanza nitaanza na mambo matatu. Nyinyi ni watu ambao ni waungwana, mnapendeza, karibuni sana. Yesu anawapenda. Nitaanza na mambo matatu ambayo huwa yanatajwa sana, na ninafundisha hivi kwa sababu tuko Beroya na hii ibada ya leo ni ibada ya mafunzo. Kuna jina umewahi kulisoma kwa Biblia linasema Wakaldayo. Umesoma wewe? Tena ukasoma jina kwa Biblia Masadukayo. Tena ukasoma kwa Biblia Mafarisayo. Hao watatu. Je, ukisoma huwa unawaelewa ni kina nani? Pigia Yesu makofi. Kwa sababu tukisoma Biblia mbio tutakuwa Beroya, tutashindwa hata na mambo madogo. Danieli 1 inazungumzia Wakaldayo na elimu yao. Danieli 1 inataja Wakaldayo na elimu yao. Sasa Wakaldayo walikuwa ni wasomi wa enzi hizo. Na Wakaldayo ndio kina Himenayo na Fileto walio na elimu potofu. Wakaldayo wanaweza kukupoteza na wanaweza kukuonyesha njia. Kwa hivyo Wakaldayo walikuwa ni wasomi wa tangu zamani. Watu waliokuwa wanajifanya wanajua sana. Inaweza kuwa ni elimu ya kusoma na kuandika ama elimu za aina yoyote, lakini Wakaldayo ndio walikuwa wasomi wa wakati huo. Hiyo tumeipata kwa Danieli 1. Masadukayo ni watu ambao hawaamini kwamba kuna kiama. Marko 12 mstari wa 11, soma hapo. Marko. Masadukayo. Yatakana vitu hivi ukivijua ukisoma Biblia inateleza tu. Masadukayo. Soma Marko 12:18. Marko 12:18. Ndio. Kisha Masadukayo. Watu wasemao ya kwamba hakuna kiama. Wakamwendea. Wakamuuliza na kusema. Hawa ni watu ambao hawaamini kwamba kuna kiama. Kwa hiyo Masadukayo ni watu ambao wanasema hakuna. Sasa Masadukayo ndio ndugu Zaya alikuwa anazungumzia, kwa sababu ndugu Zaya amesema kuna watu ambao wanaongea kwamba hakuna kiama. Wakorintho wa kwanza 15:12 inazungumzia kiama. Lakini hawa Masadukayo wanasema hakuna kiama. Sasa hawa ndio wenye elimu pia potofu ambayo ndugu Rua ametangulia kutuambia. Kwa sababu ikiwa unapinga Biblia, wewe ni mtu ambaye ni Sadukayo. Hawaamini kwamba kuna kiama. Hawaamini kabisa. Huyo ni wa pili. Farisayo. Mfarisayo anaamini kweli, anaamini mambo mengi, lakini Mfarisayo ndiye mwanasiasa mwenyewe. Anaamini kweli kuna roho, anaamini kweli kuna kiama, lakini hapo ndani hapo. Matendo 23:8, soma tuwapate wote Sadukayo na Farisayo wakiwa wameshikana hapo. Matendo 23:8. Matendo ya Mitume 23:8. Kwa maana Masadukayo husema ya kwamba hakuna kiama. Kwanza wao Masadukayo ukikutana nao wanakuambia hakuna kiama. Na ndio walikutana na ndugu Zaya wanamwambia hakuna kiama. Twende wala hakuna malaika. Wao wanasema hata malaika hakuna. Wala Roho Mtakatifu hayupo. Wanaokataa roho ni kina nani? Sana Waislamu. Hawaamini kwa mambo ya roho. Bali Mafarisayo ukiri yote. Mfarisayo atakwambia kila kitu ni sawa. Sawa kabisa, lakini amesimama kwa torati yake haiwachi. Eti Farisayo atakubali kuna roho, atakubali kuna kiama, lakini kwa torati haondoki.
Na ukimwambia tunakwambia Torati inasema, huyo ni Mfarisayo. Kwa hiyo nilikuwa nataka nitofautishe hivyo vitu vitatu kwa maandiko. Mnayapitia kila siku kwa Biblia. Kuna Wakaldayo, kuna Masadukayo na kuna Mafarisayo. Hawa watu ukiwaelewa, Biblia itashuka tu polepole na utapata kuelewa. Pigia Yesu makofi. Leo nilikuwa nataka kuzungumzia ujumbe tofauti kidogo kwa sababu ya wakati na nyakati na matukio na mambo yanayoendelea kwa sasa. Sitaendelea na ujumbe wa kujisifu, bali nitazungumzia chanjo kwa maandiko ili upate kuelewa jambo. Ni mambo yaliyopo kwa sasa, na pengine huenda usipofundishwa moja mbili unaweza kuchanganyikiwa, na pia unaweza kuchukua hatua ambayo unaweza kusikitikia siku zijazo. Pigia Yesu makofi. Kama utanisikiza utaelewa kitu, kwa sababu nataka kugusia kidogo, mengine tutagusia baadaye. Maandiko inasema katika Warumi 1 mstari wa 17 ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki atafanya nini? Ataishi kwa imani. Na kama wewe una imani na imetangazwa tarehe 21 bila chanjo utaishi, wewe jua utaishi kwa imani. Pigia Yesu makofi. Wagalatia 3:11 vile vile, mwenye haki ataishi kwa imani. Inarudiwa kwa Wagalatia 3:11. Mwenye haki ataishi kwa nini? Kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Na kama mimi na wewe tunamwamini Yesu, basi tutaishi kwa imani. Na chochote kitakachokuja kwetu, Yesu mwenyewe atatulinda. Maandiko yanasema katika Danieli 2:34 kwamba kuna jiwe ambalo hilo jiwe halikuchongwa kwa mikono ya mwanadamu. Hilo jiwe lilikuja polepole, hilo jiwe likavunja sanamu ya Nebukadneza ambayo ni sanamu ya Babeli. Babeli leo ni utawala wa dunia na vinyago vyake. Sasa ikiwa lile jiwe lilikuja polepole likavunja sanamu ya Babeli ambayo ndiyo utawala wa dunia, na hilo jiwe ndio nalo liamini siku ya leo kwamba hilo jiwe ni Yesu Kristo, je, kwa nini usiishi kwa imani? Mbona uishi kwa wasiwasi na unaamini jiwe lililo kuu, lililoshinda vitu vyote? Pigia Yesu makofi. Mathayo inasema, Mathayo 21:42 inasema, jiwe lililokataliwa na waashi, hilo jiwe lililokataliwa na waashi, mtu akiangukia jiwe hilo atavunjika, na jiwe hilo likiangukia mtu litamsaga kabisa. Hilo jiwe ndio nani? Yesu Kristo. Wapendwa, tusiishi na uoga ya kwamba chanjo imekuja tutafanyaje. Inatupasa tuishi na hekima ya Yesu ndiyo inatupasa tuishi kwayo. Si sawa? Wewe, maandiko inasema, soma waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wa 4. Inasema ya kwamba mimi na wewe tukiamini hilo jiwe, sisi nasi tumefanyika kuwa jiwe. Yaani utakapoamini hilo jiwe ambalo ndilo jiwe kuu la pembeni, ambalo ndilo Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wa 4, soma. Waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wa 4. Hilo jiwe, ukiliamini hilo jiwe, hata na wewe unakuwa jiwe. Yaani jiwe ni nani? Yesu. Na ukimwamini Yesu, wewe nawe unakuwa jiwe. Haya, twende. Waraka wa kwanza wa Petro. Ndio. Mlango wa 2. Mumwendee yeye. Yaani ni kumwamini, tumwendee yeye. Jiwe lililo hai. Jiwe lililo hai. Lililokataliwa na wanadamu.
Hilo jiwe lilikataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule. Bali kwa Mungu hilo jiwe ni teule, lenye heshima. Endelee. 5. Ninyi nanyi, hilo jiwe limepewa sifa yake katika mstari wa 4. Sasa mstari wa 5, sisi nasi tunaloamini hilo jiwe, ninyi nanyi, kama mawe yaliyo hai. Yaani wewe ni jiwe pia uliye hai. Nyinyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya roho. Mmejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu. Keti tu. Ikiwa wewe unaamini jiwe na hilo jiwe ndiye Yesu, na utakapoamini hilo jiwe na utakapomwamini Yesu, wewe pia unafanyika kuwa jiwe. Siku moja nikauliza, shindano inaweza kuingia kwa jiwe? Na sasa kama wewe pia ni jiwe, leo hii chanjo itaingia kwako, na hata ikiingia kwa kulazimishwa haina maana. Maana wewe unalindwa na Baba. Na hivi sasa ni tarehe 21 imetajwa. Sisi tutaishi kwa imani. Amen. Na imani ya Yesu itatulinda siku zote. Pigia Yesu makofi. Usiwe na wasiwasi tukiwa na Yesu. Wakorintho wa kwanza 6:17 anasema aliyeungwa na Baba ni roho moja naye. Yaani wewe fikiria, ukiungana na Yesu unakuwa roho moja na Yesu. Hebu angalia hayo mambo. Sasa ukipatikana na mabaya, jua Yesu pia amepatikana na mabaya. Na kama hatutaki chanjo, huyo Yesu atakubali na yeye akapatikana na mabaya. Soma Wakorintho wa kwanza 6:17. Wakorintho wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 17. Ndio. Lakini yeye aliyeumbwa na Bwana ni roho moja naye. Hebu fikiria hivi, wewe umeketi hapo. Kuokoka siku ile uliokoka, uliunganishwa na Yesu. Na baada ya kuunganishwa na Yesu, sasa maandiko yanasema umekuwa roho moja na Yesu. Sasa chochote kitakachokupata wewe ni Yesu amependa. Pigia Yesu makofi. Hivi maandiko yanasema ukiunganika na Yesu umekuwa roho moja na Yesu. Kwa hivyo utakosa ulinzi kweli? Useme mimi sina ulinzi, na huyo Baba anakaa ndani yako. Yeye aliyeumbwa naye ni roho moja na yeye. Wapendwa, leo nataka niwaambie kitu kimoja. Mungu alinipa ujumbe wa hekima kitambo sana, na nilipoenda Malindi sikuhubiri huo ujumbe, lakini Yesu mwenyewe alijua ni kwa nini. Lakini leo ninawaambia, hii dunia tutaishi kwa hekima ya Yesu. Anasema katika Mathayo 10:16 ya kwamba ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Iweni na busara kama nyoka na upole kama ua. Ni sawa? Hivi sasa hatutaki chanjo, lakini hatuwezi kujitokeza pale barabarani hatutaki chanjo. Hiyo si busara hiyo. Hekima ndio inatakikana. Sisi hatutaki kudungwa kweli, lakini tuwe na hekima. Tupite, tuwe na busara, na pia tuwe wapole. Na tutapita tu polepole, hii mambo itaisha tu bila mtu kujua. Lakini utakapoingiza ujuaji, basi, na utakaposoma maandiko na usielewe, basi. Lakini leo hii nakwambia uwe na nini? Hekima. Juzi nikawa naongea na watu hapa, Mathayo 24 mstari wa 15. Inasema hapo litakapoonekana lile chukizo la uharibifu limesimama patakatifu. Alafu ikaandika hapo kwa bracket, asomae na afahamu. Chukizo la uharibifu si ndio vinyago vya Babeli, sio hivi tunaviona. Sasa wewe unaposoma Biblia unafahamu. Soma Biblia uwe na hekima ya kuelewa inazungumza nini na ni wakati gani na ni nyakati gani. Nimewaambia wao wanahitaji kuona karatasi kama ushadungwa ama hujadungwa. Na Yesu wetu anahitaji kuona nini?
mtakatifu wako akuokoe upite. Pigia Yesu makofi. Kwa sababu ya hekima aliyotupatia. Usinyang'ane na mtu. Na pia usimwambie mtu mimi siendi na mimi sidumu. Hiyo si hekima. Wewe mwambie mimi pia nitaenda na nitadungwa. Tuishi hivyo hivi. Pigia Yesu makofi. Hekima. Alafu ukifika kwa Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 17 na 18 inasema usipokuwa na hiyo chapa hautaweza kuuza wala kununua. Sasa bado nashangaa na watu ya kwamba wanajua kabisa maandiko imesema usipokuwa na hiyo chapa hautaweza kuuza wala kununua. Haya imetangazwa hivyo hivyo na serikali ya kwamba usipokuwa na chanjo utapanda gari na utapata huduma zote za serikali. Sasa hii ni nini? Hata wewe mwenyewe kujiuliza hii ni nini? Hii ni nini kama bado unangoja chapa? Hii ni nini? Hautaweza kupanda gari, hautaweza kuuza, hautaweza kununua. Alafu bado unajiuliza hii ni nini? Na Biblia imekwambia kabisa. Lakini katika hayo maandiko jitofautishe wewe ni nani. Wewe ambaye ni mteule utakuwa na hiyo chapa na utaishi nao hivyo hivyo. Maana Yesu anafanya nini? Anakulinda. Hapo mstari wa 18 inasema aliye na hekima na akili na afahamu hesabu ya huyo mnyama. Sasa kwa nini nakwambia aliye na hekima na akili afahamu? Sasa ile hekima tuliyofundishwa na Yesu ndio sasa. Kwa sababu wewe si wa chapa, maana wewe una chapa ya Yesu tayari. Amina. Sasa unachotajika ni hiyo hekima na akili ujue kupita katikati yao. Na hiyo hekima na akili ina mambo mengi sana ambayo mengine sitawaambia. Yesu atakufunulia. Si amesema aliye na hekima na akili ahesabu hesabu ya mnyama huyo. Sasa wewe ukiwa na hekima na akili utahesabu hesabu ya mnyama. Mnyama si baba yako. Wewe utahesabu hesabu za Yesu. Hapa ninapita vipi? Utahesabu ya mnyama na wewe mnyama huna haja naye. Wewe piga hesabu za Yesu. Je, nikitaka kukwepa hii nifanye nini? Nifunge na kuomba na kutafuta hekima zaidi kutoka kwa Yesu. Pigia Yesu makofi. Alafu ukishaomba na kufunga, Yesu anakupa njia. Anakuonyesha njia. Lakini kitu ambacho kinanishangaza na wateule ni kwamba hatujui kujitofautisha katikati ya watu. Wewe ni mteule na inaposemekana kwamba tuhesabu hata wewe unahesabu hesabu. Sasa utahesabu hesabu ambayo si ya babako. Utahesabu vipi hesabu? Wewe kwa wewe ni mteule na una ulinzi wa nani? Wa Yesu na una mamlaka. Sasa mwambie Baba nipe hekima ya kukwepa hili jambo, naye atakupatia. Pigia Yesu makofi. Inakupasa ujitambue wewe ni nani. Na hii ndio inatusumbua sana sisi tuliookoka. Yaani kule uoga unakuingia mahali ambapo ingeingia watu wasio na baba. Mimi nikiwa na Yesu kuna mambo kwa Biblia hainihusu. Ni sawa? Kwa sababu mimi nishampokea baba na baba anakaa ndani yangu na ananilinda. Sasa nitakuwaje muoga kwa kitu ambacho si cha kwangu? Mimi hiyo Biblia imeandikwa nihubirie wengine nao waingie ndani, waepuke hiyo chanjo. Pigia Yesu makofi. Unaona sasa hivi naongea na wewe. Hata ikawa chanjo ni door to door lazima wewe udungwe. Hata ukidungwa si kitu. Kwa sababu baba anakulinda. Si umelazimishwa? Kweli sindano ikaingia jiwe. Wewe umekuwa jiwe bwana. Wewe umekuwa nini? Jiwe. Hata wakakushika lazima haitafanya kazi maana baba yuko kwako. Lakini kwa hiari ya kujipeleka kwamba mimi naja, hiyo baba hakujui. Hiyo umesign contract mwenyewe. Ya Yesu makofi. Umesign contract mwenyewe. Na hapo itakubidi ujitetee mwenyewe. Pigia Yesu makofi. Isaya 54:17 soma hapo. Kila silaha, yani maandiko yako wazi tu. Kila silaha itakayotumwa dhidi yako wewe mteule haitafaulu. Hebu angalia vile, yani umezungukwa tu na utakatifu. Utakatifu uko nao tu, lakini ukisikia kitu kidogo chanjo bio. Usiogope vitu kama hivi na tuna baba bwana. Isaya 54:17 inasemaje? Isaya 54
Mstari wa 17. Ndiyo. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Na kila ulimi utakaoinuka juu yako hakitahukumu. Tosha tu. Yaani chanjo ni silaha iliyopangwa dhidi yetu. Na hiyo silaha iliyopangwa dhidi yetu, ikiwa wewe ni mtakatifu, haitakufikia. Utabaki ukiwa mtakatifu. Yesu mwenyewe anajua ile njia atakayokupitisha wewe. Anaweza kunipitisha mimi na huku, na wewe akakupitisha na huku, na tukasonga mbele. Pigia Yesu makofi. Isaya 43 mstari wa 3 inasema ataweka na Wamisri, yaani ndani ya Babeli, ndani ya serikali ataweka Wamisri na Washeba na Wakushi kwa ajili yetu. Yaani hapo kwa serikali tunaweza kupata hivyo vitu vyote kwao. Hebu soma hapa, ataweka Wamisri huko ili hao Wamisri watusaidie sisi. 43:3 Isaya 43 mstari wa 3. Ndio. Maana mimi ni Bwana Mungu wako. Maana mimi ni Bwana Mungu wako. Mtakatifu wa Israeli. Mtakatifu wa Israeli. Mkombozi wako. Mkombozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Kuwa ukombozi wako. Tulia hapo hapo. Nimetoa Misri. Wamisri ni watu ambao hawajaokoka. Wamisri ni watu ambao wanafanya kazi huko kwa serikali. Wamisri ni hao madaktari. Yeye Bwana amewatoa ili hao Wamisri watupatie siri tupate kukombolewa na yanayokuja. Pigia Yesu makofi. Twende hapo mbele. Ameweka na kina nani wengine? Nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Pigia Yesu makofi. Hawa wote wamewekwa huko kwa ajili ya tunalindwa, wapendwa. Wacha uoga, tunalindwa. Kitu ambacho nataka nikufafanulie leo ni ujue kwamba Babeli ilikuwa ni utawala wa Nebukadneza, utawala uliokuwa mbaya, ulioumiza watu. Leo hii ukisikia neno Babeli ni mambo ya utawala wa dunia ambayo inaangamiza watu kwa njia moja au nyingine, na vinyago vyao, huduma namba, chanjo, vitu kama hivyo ni vya Babeli. Lakini huyu Babeli Yesu anasemaje kumhusu? Isaya 50 anzia 1. Kwa sababu huyu Babeli ambaye ndio anapanga kuangamiza watu, kuna kitu Yesu ashaongea kumhusu huyu Babeli huyu. Yeremia 50:1. Yeremia 50 anzia 1. Kwa sababu hatuwezi kusema tunasema tuikimbie Babeli, tutoke Babeli. Babeli ni nini? Sasa Babeli huyo ambaye ni utawala mbaya wa dunia ndio inaleta vitu ambavyo vinaletwa kwetu leo. Yesu alisema nini kuhusu huyo Babeli? Twende. Yeremia 50:1. Ndio. Neno hili ndilo alilosema Bwana. Neno hili ndilo alilosema Bwana. Katika habari za Babeli. Na katika habari za Wakaldayo. Sasa unasikia, neno hili ndilo alilosema Bwana katika habari za Babeli na katika habari za Wakaldayo. Nimewaambia Wakaldayo ni wasomi. Hapa Kenya kuna maprofesa wangapi? Cambridge iko madaktari wengi sana. Ndio hao Wakaldayo. Babeli na Wakaldayo. Kwa habari zao, tusikize habari zao Babeli na Wakaldayo, Kwa kinywa cha Yeremia nabii. Kwa kinywa cha Yeremia nabii. Tangazeni katika mataifa. Tangazeni katika mataifa. Mkahubiri na kutweka bendera. Mkahubiri na kutweka bendera. Hubirini. Msifiche kitu. Hubirini, msifiche. Semeni. Babeli ashatwaliwa tayari. Babeli amefanya nini? Ametwaliwa. Tayari jiwe lile. Nakwambia ukisoma tu Danieli 2, lile jiwe lile lilikuja likavuruga kila kitu. Lilipiga ile sanamu ya Babeli, ikaivuruga ikafanya vipande kisha ikapeperushwa. Sasa hapo Isaya anakuambia Babeli kumbe alichukuliwa zamani. Babeli alishachukuliwa. Endelea.
Beli amefedheheka. Beli amefedheheka. Amefadhaika. Hamerodaki amefadhaika. Sanamu zake zimeaibishwa. Sanamu, si unajua sanamu zake zimeaibishwa. Moja wa sanamu zake ni hizi chanjo, na huduma namba tayari ilishapita hiyo, si sawa? Sizo zote ni sanamu zake zimeaibika. Vinyago vyake vimefadhaika. Maana toka kaskazini. Tosha. Umeona Babeli alivyotwaliwa na sanamu zake zikatwaliwa na vinyago vyake. Mpendwa, ukishampokea Yesu, kile kitu kinaitwa wasiwasi kuondoke, maana unalindwa na wewe ni roho moja na Yesu. Ile roho iliyo ndani ya Yesu ndio iko ndani ya, na hakuna kitakachokupata, maana Beli anamalizwa. Beli amenyakuliwa tayari. Babeli hana maana tena. Hivi sasa kuna watu wanasema twendeni tukachukue, wengine wanadungwa, wanasema sisi mwingine amfura mkono, mwingine amedungwa sikajuzi vipi. Lakini Biblia inakwambia kwamba ukikosa hiyo utanunua wala kuuza. Bado huelewi ama wasoma Biblia gani? Kama una hiyo utanunua wala kuuza. Na Biblia imekwambia bila hiyo chapa utaweza kununua wala. Sasa sisi tulio na Yesu tunapigwa chapa yetu katika Ufunuo 7. Soma Ufunuo 7. Ufunuo 7 tunapewa chapa yetu. Anzia tu moja. Ufunuo 7 anzia moja. Ufunuo wa Yohana 7. Namba 7. Ndio. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi. Upepo usivume juu ya nchi. Unajua upepo ndio inaleta uhai, pumzi ndio inatoka hapo. Sasa wao wamezizuia hizi. Na wanazizuia, unasikia ukidungwa chanjo wewe ni labda ufe ama uende wapi. Unafahamu hiyo? Haya twende wala juu ya bahari. Wala juu ya bahari. Wala juu ya mti wowote. Wala juu ya mti wowote. Ndio. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya juu. Akipanda, kuna malaika wanne wanazuia upepo usivume, lakini kukatokea malaika mmoja akipanda kutoka mawio ya jua. Anakuja mbio huyo malaika. Anasemaje huyo? Mwenye muhuri ya Mungu. Huyo sasa amebeba muhuri wa Mungu, aliye hai. Akawapigia kelele wale malaika wanne kwa sauti kuu. Wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Ndio. Akisema msidhuru nchi kwanza, wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu juu ya vipaji vya nyuso zao. Pigia Yesu makofi. Kama wanataka kuidhuru nchi, basi mpaka sisi tutiwe muhuri, na wewe ulishatiwa muhuri. Bado kuna wenzako pale nje wanahitaji muhuri, na muda huko, maana malaika amewaambia msidhuru nchi. Ngojeni kwanza hatujamaliza kuwatia muhuri wa jodi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo nakwambia leo, hata kama kuna uangamivu, lakini kama umemkubali Yesu, utapokea chapa ya Yesu na utalindwa na Yesu, na mengine yote yatapita wewe ukiwa unaangalia. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi mazuri. Sisi tukisha kumpokea Yesu tunafanyika kuwa rungu la Baba. Soma Yeremia 51:20. Tunakuwa rungu. Wewe ndio rungu. Sasa kama wewe ndio rungu, mbona bado una shida? 51:20. Wewe ndio rungu ya kuivunja Babeli.
Si Babeli ni utawala na vinyago vyake. Sasa wewe ukishafanywa rungu, tena rungu litadungwa chanjo. Twende. Yeremia 51 mstari wa 20. Ndio. Wewe urungu langu. Wewe urungu langu. Na silaha zangu za vita. Na silaha zangu za vita. Kwa wewe nitawavunja. Na kwa wewe nitaharibu falme. Hawacha tu hapo, wakishuka watasoma mpaka chini. Ametaja mambo mengi sana. Yaani wewe ndio rungu lake. Yeye Bwana atakutumia wewe. Hivi alitumia sisi kama rungu kuivunja huduma namba ikaisha nguvu. Hivi chanjo imekuja. Sisi ndio rungu ya kuvunja hiyo Babeli. Utasikia kotini sijui wapi. Mara rungu lishafanya kazi. Mambo imepita hiyo. Si sawa? Kwa sababu sisi ndio rungu na atakutumia sisi kuivunja nini? Babeli. Yeremia hiyo 23 mstari wa 29 inasema kwamba neno la Bwana ni rungu. Ni hapo ukisoma 23:29. Neno la Bwana ni rungu. Hebu soma hapo kama ni hapo. 23:29. Yeremia 23:29. Je, neno langu si kama moto? Je, neno langu si kama moto? Asema Bwana. Na kama nyundo ivunjayo mawe vipande. Sasa tulia. Sasa neno lako likishakaa ndani yako, neno la Bwana, wewe umekuwa nyundo na umekuwa rungu. Wewe kazi yako ni kuvunja mambo yote, hata hii mambo ya chanjo unavunja. Lakini step muhimu ya kufuata ni hekima. Ni sawa? Ni hekima. Sio kifua kwamba wewe ni rungu, wewe ni nyundo, uchukue hatua zisizofaa. Kinachotakikana ni nini? Ni hekima. Hivi sasa tutaishi kwa hii dunia na tutaishi nao waliochukua chanjo na tutaishi na wengi, lakini je, utaishi kwa hekima gani? Si amesema ameweka wa Misri watakusaidia. Mimi sitakufunulia Misri atakusaidia vipi, lakini Isaya 43:3 anasema nimeweka wa Misri wako huko ndani, Waseba wako huko ndani, Wakushi wako huko ndani, watakusaidia vipi? Ni sawa? Maana wengi tumesema ya kwamba wakati unapotaka msaada unasema hii kitu nikifanya hivi nitakuwa nimetoka kwa imani kweli, nimetoka kwa imani. Lakini Roho atakachokunenea wewe, nenda na vile Roho anakunenea. Pigia Yesu makofi. Mimi ninawapa tu ujumbe ya kwamba ukiwa na hekima utaishi vizuri na waliodungwa chanjo na walioingia Babeli wenyewe. Utaishi nao. Lakini ukikosa hekima basi utajitia mwenyewe katika moto. Si mnakumbuka Danieli iliposimamishwa sanamu? Kina Danieli walinyamaza, si sawa? Lakini wale watu majirani zao wakasema kina Danieli wale hawaabudu sanamu, wakafuata. Na wewe nao usipoishi na hekima watakufuata. Lakini ukitaka kuishi na hekima, omba neema kwa Yesu na ujue Yesu anakulinda. Pigia Yesu makofi. Mimi sijakwambia ukachukue, taki uchochezi. Nakwambia nakufundisha. Sasa ukisikiza neno, ukilielewa neno, si neno ndio kila kitu. Sikiza neno na uielewe. Kwanza nimekupa pointi moja. Kama Biblia inasema ya kwamba usipokuwa na hiyo chapa hutauza na hutanunua. Si ni sawa? Na ndio hii unaambiwa utapanda hata matatu hapa mpaka town bila hiyo. Sasa wataka uambiwe nini ama wataka nikwambie nini zaidi? Mimi nafikiri hapo. Jaza mwenyewe. Kwa sababu kama hutaweza kuuza wala kununua na Biblia nayo imesema hivyo. Haya basi. Lakini sisi ndio wateule, tuko tofauti na wale. Sisi tutakula nao hapo hapo. Hapo hapo. Wao hawauzi na hawanunui, sisi Yesu anatulisha hapo hapo. Pigia Yesu makofi. Ukiangalia Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 12 inasema majaribu yatakuwa mazito, lakini yeye atafanya na mlango. Soma hapo Wakorintho wa kwanza 10:12. Tutapitia majaribu tukikataa hii chanjo, lakini hayo majaribu yeye Baba atafanya na njia. Hawezi kukosa njia.
10:12. Wakorintho wa kwanza 10:12. Ehe. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. 13. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango, yani atafanya na mlango. Uko katikati ya jaribu, lakini yeye atafanya na mlango wa kutokea. Pigia Yesu makofi. Jaribu litakuja lililo la kawaida ya mwanadamu, lakini katika hilo jaribu yeye Baba atafanya na mlango wa watu kupitia, walio watu wapitie hapa. Pigia Yesu makofi. Wapendwa, nikipeana usia nikiwa namalizia, mambo mengi yameharibika kwa watumishi na wateule kwa sababu ya msisimko na kiburi cha Injili. Ninaomba leo tunapofundisha haya mambo ya chanjo, jaribu kunielewa tu vizuri. Si mmeona Malindi imefungwa na kwengine watu wamefunga na maisha inaendelea. Watu walikosa hekima. Hata leo watu wangekuwa wanahubiri Malindi na sehemu zote, lakini walikosa kitu kinaitwa nini? Hekima na maarifa na ufahamu. Hivi vitu vitatu kivikosa mwanadamu, hata katika ndoa utakuwa na shida. Huna hekima, huna ufahamu na huna maarifa, hata kuishi na mwenzako tu kwa nyumba hakuna. Kwa sababu toka Malindi mpaka Nairobi mpaka wapi tulikuwa na msisimko. Haiwezekani. Sisi tunajitokeza tukihubiri chanjo ni mbaya, msichukue. Sasa huyo serikali hiyo Babeli akikusikia unaambia watu wasichukue, wewe si ndio utakao kwanza kuchomeka kabla hata hao uliowaambia. Tulikosa hekima. Kitu hata kama utaki, tulia. Hivi sasa tutaki chanjo, tudungwe chanjo, lakini hatuwezi kujitokeza hata naitwa na KTN. Mimi ni Ongoro, sitaki kabisa chanjo. Siwezi nifanya hivi. Ni sawa? Kwa sababu huko ni kujitakia. Na shetani atakurarua tu. Tumepata hasara. Kuna watumishi wengi wazuri sana walikuwa wanaingia katika hizi branches zetu. Wamekosa hata mahali pa kuhubiri kwa sababu tulienda na kifua. Haiwezekani. Hapana. Hautapenya. Wewe muangalie Yesu alipokuwa duniani. Yesu alipokuwa hapa duniani alifanya nini? Yesu hata anaambiwa utatoa kodi, anasema mbona Yesu anaitika hata kodi atawapa hiyo Babeli, lakini wewe utaki. Utatoa ushuru, Yesu anatoa ushuru, lakini wewe sasa hatutaki hiyo, haiwezekani. Alafu unataka kufurahisha mwanadamu. Hapana. Angalia Biblia inaenda vipi na tuko wakati gani. Wakati huu kuna manabii wengi wa uongo, na ndani yetu kama vile mtumishi Rua alivyohubiri hapa ndani hapa, kuna mtu atakwambia jambo ambalo yeye halifanyi, anakudanganya tu wewe ili akupotoshe. Ndio maana huo ujumbe aliokuja nao ni ujumbe mzuri sana, sio wale walio nje. Hao walio ndani ndio wabaya zaidi. Pigia Yesu makofi. Mimi ninaelewa kilichoharibika mpaka sasa hivi. Hatuhubiri Injili kila mahali kwa sababu tulienda na msisimko. Wewe ukienda mahali useme Mungu ni shetani, hata kabla hujafungua Mathayo ya kwanza wakuja damu tayari. Wewe hata mlevi akiwa kwa mtaro alafu akusikie unajua Mungu ni shetani, anatoka pale kwa mtaro anakuja kupiga sasa hivi. Yaani mambo ambayo haiwezekani. Ni sawa? Amen. Na hivi sasa tumesikia chanjo inakuja. Mimi nakuombea sana. Omba tu, Yesu atakupa maarifa vile utaishi. Sawa? Lakini kile ninachojua mimi ni kwamba tayari ishapigwa. Watatangaza ifika tarehe 22 wameshindwa wenyewe. Maana sisi tunaomba. Na haya maombi yetu si Yesu anayajibu. Ni sawa. Lakini usijifanye mjuaji. Kanisa la Malindi ni kubwa sana, limefungwa, limezungushwa na mablock alafu ikaekwa geti. Imekuwa ni gofu sasa. Hakuna watu kwa sababu ya msisimko.
kuna mambo hayaendi na msisimko. Kama Yesu alilipa kodi, wewe ni nani wewe? Yesu alitaka kuishi nao vile walivyo, lakini apitishe ujumbe wake. Lakini sisi tukavaa mambo mengine. Na hata kwa hii chanjo, kama una hekima niliyokuambia hiyo, basi utaharibu. Kwa sababu Jumaa kutoka hapa fika nje utaanza, jamaa njoo kusanya watu watano. Msichukue chanjo. Mtaa wote julikana Jumaa na ubiri watu wasichukue chanjo. Hawajabebwa sasa hivi. Usije hapo maana mimi siko hapo. Utakuja kunipata hapo. Ukija unakuta nimekaa pale lakini hunioni niko rohoni. Kwa sababu umeenda kufanya mwenyewe kumba. Pigia Yesu makofi. Uwe na hekima. Kama hutaki kitu, tendea na hekima. Ndio maana Mathayo 24:15 kuna sehemu pale bracket inasema asomaye hapa na afahamu. Je, wewe ukisoma unafahamu? Ufunuo Yohana 13:17 inasema hiyo chapa itakuja na bila hiyo chapa hutanunua wala hutauza. Lakini mstari wa 18 inasema hapa ndipo penye hekima na walio na akili wahesabu ya mnyama huu. Sasa chukua hiyo hekima na akili. Katika mstari wa 18 chukua hekima na akili uweke kama akiba yako. Unaongea nini na watu na kama utaki unafanya nini? Maana njia ni nyingi tu. Na hata tumewekewa Misri huko, hayo makaratasi yao tunaweza kuwa nayo na hatujadungwa. Wamisri wako huko, sio wanatutumikia. Si Wamisri wako huko. Tunaweza kuwa na hayo makaratasi na hatujadungwa. Maana ukiomba Yesu atakupa njia. Pigia Yesu makofi. Alafu unielewe vizuri kwa haya maandiko nimekupa. Wakorintho wa kwanza 6:17 ya kwamba aliyeungwa na Yesu ni roho moja na yeye. Yaani ukimkubali Yesu unakuwa roho moja na yeye. Kwa hivyo Yesu hawezi ruhusu kile ambacho hataki kimfanyikie yeye kikufanyikie wewe. Alafu anasema tena katika waraka wa kwanza Petro 2:5 kwamba kama yeye ni jiwe lililo hai, hata ninyi nani mkimpokea mnakuwa jiwe. Yaani angalia huu uzuri. Ukimkubali Yesu unapata vyote vya Yesu. Sasa ni nini kitakutia uoga? Ila kitu kimoja tu, hekima. Tembea na hekima na Yesu atakubariki. Pigia Yesu makofi. Ninaacha nafasi ya maswali, sitaendelea sana. Ninajua ya kwamba mengi tunapitia na mengi tunayaona, lakini ukweli ni kwamba tukikosa hekima tutaharibu mambo mengi. Karibuni kama mtu ana jambo la kuongezea. Mimi nimefundisha tu kuhusu chanjo. Chanjo ni mpaka tarehe 21 na sitakwambia ukachukue ama usichukue, ila ukichukua ni wewe na Yesu. Ni sawa? Maana tayari maandiko yamekukanya na kila kitu kimekueleza. Kwa hivyo kitakacho kutokea wewe ni shauri yako. Lakini hata ukija maofisa hapa nikamwambia mimi siyajui. Lakini ukichukua ni shauri yako. Kama kuna mtu wa kuongezea ongezee. Kuna mtu ana swali tusonge naye. Ndugu Nzai, unawajua Masadukayo na Wakaldayo leo na Mafarisayo. Ni sawa, mimi namshukuru Yesu kwa hiyo. Sina mengi. Yesu awatangulie kwa yote. Kama kuna mkono juu. Mko sawa? Barikiweni sana, lakini advice yangu ni kwamba chanjo si nzuri. Sawa? Wewe ukichukua ni at your own risk. Sawa? At your own risk. Lakini maandiko imekataa. Hakuna, wacha niulize swali. Katika hii dunia ni kwa nini hii chanjo hii iko tofauti na zingine? Tulidungwa chanjo tukiwa wadogo, sawa. Lakini hii mbona iko tofauti kwamba usipodungwa hii hautapata hii na hii na hii? Kuna maana gani hawa watu wafanye hivyo? Kama ni kudungwa sikungedungwa tu, tusiwekewe vikwazo. Lakini unaambiwa usipokuwa naye wewe hautaweza kupanda gari, hautaweza kununua na hautaweza kuuza.
Hii kuna shida gani hapa? Mbona iko tofauti na mambo mengine? Kwani chanjo ndio inafanya hesabu za serikali isipoteze pesa? Ama ukidungwa chanjo kuna kitu serikali inapoteza? Hakuna. Kwa sababu ukiangalia hiyo chanjo itapotezea serikali pesa gani? Hakuna. Lakini ni wewe unatafutwa utolewe katika imani. Kama ingekuwa ni jambo ambalo si lazima, si watu wanafanya tu kila siku. Lakini hii mbona ni special? Na hii mbona imegongana na Biblia? Biblia nayo inasema hivyo hivyo. Sasa hapo ndipo penye hekima. Hekima ya kwanza kabisa ambayo inazungumziwa hapo ni kutochukua. Hiyo ndio hekima ya kwanza. Hapo ndipo penye hekima. Sasa uwe na akili. Sasa akili inakuleta pale, unaweza kuwa na makaratasi na huku dungo. Hiyo ndio akili sasa. Lakini hekima ni kutochukua. Mimi sitaki. Lakini usiende kifua utaki, lakini unaenda hekima. Lakini ukienda kifua mimi sitaki bwana, unatafuta lazima. Wewe haya hapo. Wacheni niwaambie kitu kimoja. Mimi namshukuru sana Yesu kutupeleka pale jela. Nilifunuliwa mambo mengi sana pale jela. Lakini sahihi hapafai. Sahihi hapafai. Ukifika pale wazungwa chanjo hapo getini hapo. Sahihi usiseme kwamba mimi nataka kwenda jela kwa ajili ya Yesu. Pana kitu kama hiyo. Karibu je Juma. Tumsifu Yesu. Amina. Ila ni swali. Yohana 14. Mstari wa 9. Ndio. Na mwingine malaika watatu. Saidie Biblia. Endelea. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awe yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Mstari wa 10. Yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Sasa mlango liko hivi. Hapa amesema mtu yoyote yule ni ambaye atapokea ile chapa. Haijalishi ni mteule kama ni yule aliyeokoka. Ndio. Lakini yoyote yule atakayepokea atapokea ile ghadhabu ya Mungu. Na imesema kwamba uko kupokea kwa bahati mbaya na ukabahatika usipate ile ghadhabu. Ndio. Sasa nataka unieleze tu zaidi kwamba atakayepokea hata atakunywa kwa mvinyo wa yule mnyama. Atapata mvinyo wa ghadhabu ya Mungu. Sasa huyo anasema kwamba yeyote yule atakayepokea, kila mteule ama mtaifa, yule atakayepokea ile kwa Mungu utasamehewa. Ni sawa, karibu sana. Kuna mambo mimi nimeyasikia na ninajaribu kuangalia Biblia, lakini nikiangalia sana mimi Biblia, ndio watu wamewahi kusema ya kwamba ukichukua huduma namba hauna msamaha, ndio? Ukipokea chanjo hauna msamaha, si sawa? Lakini mimi nikijaribu kuangalia Biblia vizuri ni kwamba hata hiyo umesema atakunywa katika ghadhabu ni mpaka utoke katika mwili. Mwanadamu akiwa hai ana uwezo wa kutubu na kusamehewa. Ni kama unanielewa. Wewe hivi uko hai. Kama kuna jambo lolote limefanyika kwako ambacho ni kinyume na Yesu, alafu ujigundue na useme mimi nataka kutubu kwa hili jambo, Yesu atakusamehe. Lakini mara nyingi maandiko yanaandika ya kwamba wewe utakapolala, ikiwa hujatubia hilo jambo, sasa utakunywa katika ghadhabu. Ni sawa? Kwa sababu Isaya 1:18 inasema hata dhambi yako iwe nyekundu kama damu, yeye ana uwezo wa kukusamehe. Ni sawa? Ila tu hatupendelei kusema hivyo kwa sababu kuna watu wanadhihaka. Mtu atachukua hiyo chanjo akiwa anajua, alafu baadaye atatubu. Yaani anafanya mchezo fulani hivi. Ni sawa? Hiyo ni makosa kwa Yesu. Kama ushajua kitu ni kibaya, usichukue. Si sawa? Lakini vile wanavyosema ya kwamba yoyote yule atakayechukua haikubagua kwamba ni mtu ameokoka ama hakuokoka. Si sawa? Hapo pia naweza kukwambia hivi,
hata mimi unayeniona hapa, wokovu wangu uko mwisho. Ukisoma Mathayo 24:13 inasema wale watakaovumilia mpaka mwisho ndio wataokoka. Usiniangalie hapa nikihubiri Jumapili ukasema Pastor Ongoro ashaingia. Bado. Kama unaelewa hiyo. Bado. Ni sawa? Kwa hivyo imetaja wote kwa sababu wokovu uko pale mwisho. Na mwisho ni wapi? Utakapolala. Mimi nikifa hivi na niko mtakatifu, nimevuka, nimeokoka. Lakini ukiniona na kuhubiria hapa na siku hiyo ifike nimekengeuka, naweza baki na wewe ukaenda. Kama unaelewa hiyo. Sasa ndio maana amezungumzia wote. Haiwezekani mteule kupewa special nafasi special na ili hali huyu mteule pia ana nafasi ya kuanguka. Si pia ana nafasi ya kuanguka? Kwa hivyo ni wote yoyote yule atakayepata akiwa yuko hai anaweza kutubu. Lakini ukilala, ndio maana watu tunasema ukienda kulala usiku tubu na uombe ndio ulale. Unaweza lala na usiamke na kuna kitu hujatubia, inaweza kukunyima mbingu. Si sawa? Nafikiri hapo umenielewa. Ama kuna kitu hujaelewa? Uko sawa? Imetaja wote kwa sababu mteule ama mtu anaenda uzimani hakuna huwezi kumwangalia Rua vile kwa macho ukasema Rua ashaingia yule. Hao ni manabii wa uongo, watakwambia wewe unaingia, wewe unaingia. Lakini ukweli ni kwamba anayejua wale wanaoingia ni Yesu peke yake. Hata mimi naongea leo naweza ingia wewe mimi nikakosa. Ndio maana tunachanganywa bado, maana wokovu uko wapi? Pale mwisho. Kwa sababu gani? Wewe kama ungejua kwamba ushaingia, si utatupiga makofi hapa duniani bwana. Utakuja kanisani wewe. Na wewe unajua ushaingia. Uji. Ni sawa? Pigia Yesu makofi. Sijui kama umepata kitu. Mwingine ambaye ana jambo. Wamama, wazee na vijana. Maandiko ndiyo haya. Soma Biblia vizuri, ufahamu na uelewe. Kuna mambo mengine sisi hatayaturuhusu na tunalindwa na Yesu. Karibu kiongozi wa ibada, nimemaliza kwa leo. Karibu na ukijua kuna jambo. Msifu Yesu. Amina. Hapo tu nilikuwa nataka kugusia kidogo vile umeelezea. Hiyo andiko ni kama onyo. Nimekuhatarisha ya kwamba wewe kama umejua au umegundua ya kwamba hiyo kitu haitakikani, usiende kwa hiyo njia kwa sababu imetoa kama onyo. Sasa pia tunaweza angalia kama Meshaki na Shadraka na Abednego. Ndio. Wakati ule walisema sisi hatutachusudia hiyo mnyama, sio? Sasa ile inamaanisha nini? Tamira yako wewe kama sahi. Unaweza sema mimi kwa ukweli hiyo sitaki, hata kama utarasimishwa wewe tamira yako haitaki. Lakini kama itafika mahali tuseme imekuwa ni lazima wamekushika, wamekudunga vile mtumishi amesema, haitafanya kazi kwa sababu tamira yako haiko kwa hiyo. Sasa pale ndio naona walisema hata kama Mungu wetu hata tusaidia, lakini hatuwezi fanya nini? Hatuwezi inamia hiyo mnyama. Na ndio wakafikishwa hata kwa moto, lakini hawakufanya nini? Hawakuungua. Na wewe kwa hivyo hata unahesafikishwa kwa hiyo moto na utafanya kazi. Barikiwe. Nafikiri hapo tuko sawa. Ni sawa. Barikiweni sana wapendwa. Kiongozi wa ibada karibu. Na furaha